Kuna watu ukikaa nao dakika 5 tu, tayari unahisi kama wanakuona wa kawaida sana. Ni watu wasiocheka ovyo ovyo, hawapendi kuzungumza sana, na mara nyingi wanajibu kwa kifupi sana. Wakati wengine wanapiga stori na kufurahi, wao wako kimya, wanatazama tu namna game inavyoenda. Na watu wengi huwahukumu haraka wakisema, huyu ana majivuno au anajiona sana. Wengine wanafika mbali kwa kusema inawezekana anaringa. Lakini ukweli ni kwamba sio kila mtu anayekaa kimya basi ana majivuno, na sio kila mtu anayependa kuwa peke yake anawadharau wengine. Wakati mwingine huyo mtu ana akili kubwa kuliko watu wengi wanaofikiria. Na shida kubwa ya watu wenye akili ya juu ni kwamba dunia huwa haiwaelewi kabisa. Leo tutaingia ndani kabisa kuelewa kwa nini watu wenye akili ya juu mara nyingi huonekana wenye majivuno, wakati ukweli unaweza kuwa tofauti kabisa. Nambari 1, hawapendi mazungumzo ya juu. Mtu mwenye akili ya juu mara nyingi hachangamki na stori za kawaida sana. Wakati wengine wanapiga stori za umbea, ugomvi wa watu au maisha ya watu wengine, yeye akili yake iko mbali kabisa. Anafikiria maisha yake, future yake, ideas zake au vitu vikubwa zaidi. Na kwa sababu hiyo anaonekana kama hajali watu. Mfano, mpo sehemu watu wanafurahi, lakini unakuta yeye yupo kimya tu. Basi wale watu walionao wanaanza kwa kusema, huyu anajifanya muhimu kuliko watu wengine, au mbona kama hataki kuchanganyikana nasi. Lakini ukweli ni kwamba akili yake haivutiwi na mazungumzo hayo. Watu wenye akili ya juu mara nyingi hupenda mazungumzo yenye maana, mazungumzo yanayowafanya wajifunze kitu, mazungumzo yenye depth, na hii huwafanya waonekane tofauti kabisa. Nambari 2, wanaongea kidogo lakini wanafikiria sana. Kuna watu ukikaa nao wanazungumza non-stop, lakini watu wenye akili ya juu mara nyingi huwa opposite. Wanachunguza kwanza kabla hawajaongea chochote. Kila neno wanalipima kichwani, kila hatua wanaifikiria sana. Tatizo ni kwamba watu wengi wamezoea kuona mtu anayepiga story sana ndio mchangamfu na mwenye upendo. Kwa hiyo mtu akiwa mtulivu sana wanaanza kumtafsiri vibaya. Lakini ndani ya huyo mtu kuna mawazo elfu yanaendelea. Wakati mwingine hata akiwa kimya, tayari anachambua kila kitu kinachoendelea karibu yake. Na ukweli ni kwamba mtu anayefikiria sana huwa anachoka haraka na mazungumzo yasiyokuwa na direction. Namba 3, mara nyingi wanajitenga ili kulinda amani yao. Watu wengi wenye akili kubwa hupenda kuwa peke yao mara kwa mara. Sio kwa sababu wanawachukia watu, bali kwa sababu akili zao zinahitaji utulivu ulio mkubwa. Kuna watu wakikaa kwenye kelele nyingi au kwenye makundi muda mrefu, basi wanahisi kuchoka mentally. Kwa hiyo wanaamua kujitenga kidogo. Lakini jamii huwa na tofauti. Watu wanaanza kusema huyu anajiona, au hapendi watu, au anaringa sana. Kumbe ndani yake anatafuta tu peace ya akili. Mara nyingi watu wenye akili ya juu huwa sensitive sana mentally. Kelele nyingi, drama za kutosha na watu feki huwapa stress kubwa sana maishani. Kwa hiyo wanachagua solitude kuliko kujilazimisha sehemu ambazo haziwapi utulivu. 4, hawapendi kufanya vitu ili wakubalike. Hiki ndio kitu ambacho wengi hukichanganya na majivuno. Mtu mwenye akili ya juu mara nyingi hafanyi vitu kwa sababu tu kila mtu anafanya. Akiona kitu hakina maana kwake, basi hafanyi. Akiona kundi linaenda direction iliyo mbaya, hafuatili. Na hii huwafanya waonekane kama wanajiona bora kuliko watu wengine. Lakini ukweli ni kwamba wana uwezo mkubwa wa kufikiria independently. Hawahitaji approval ya kila mtu ili wajisikie vizuri. Na dunia ya leo imejaa watu wanaotaka kuonekana wanafiti kila sehemu. Kwa hiyo mtu anayekuwa tofauti huonekana arrogant. Mfano, mtu anaweza kukataa kunywa pombe, kukataa trend fulani, au kukataa kuishi maisha ya show off. Halafu watu wakaisha kusema huyu anajifanya mtakatifu sana. Kumbe anajielewa tu. Namba 5, wanaona vitu ambavyo wengine hawavioni. Hii ni moja ya sababu kubwa kabisa. Watu wenye akili ya juu mara nyingi wana observation kali sana.
wanaweza kugundua unafiki haraka, wanaweza kuona manipulation mapema sana, wanaweza kusoma tabia za watu kwa urahisi. Kwa hiyo huwa makini sana kabla hawajawa close na mtu, na kwa sababu hawafunguki kirahisi, watu wanafikiri wana majivuno, lakini ukweli ni kwamba wamejifunza kuwa sio kila kitu mtu ana nia nzuri. Wakati mwingine mtu mwenye akili ya juu anaweza kukaa kimya kwenye room yenye watu wengi sana, lakini tayari ameshaelewa personalities za karibu kila mtu, na hilo huwafanya wawe selective sana kwenye urafiki. 6, watu wengi huogopa watu wenye uelewa mkubwa. Hii ni psychology ambayo watu wengi hawaizungumzi. Mara nyingi mtu mwenye akili kubwa huwafanya wengine wajisikie insecure bila hata kujua. Akiongea vizuri sana, watu wanahisi kama anawazidi. Akikaa kimya sana, watu wanahisi anawachunguza. Akifanikiwa haraka, watu wanahisi anajiona. Kwa hiyo badala ya kuelewa personalities yake, wanaamua kumuita mwenye majivuno. Ukweli ni kwamba watu wengi hupenda mtu ambaye anajishusha kupita kiasi, lakini mtu mwenye confidence ya kawaida tu siku hizi anaweza kuitwa mwenye warembo. Na watu wenye akili ya juu mara nyingi huwa na confidence ya ndani, sio kelele show off, lakini wanajiamini, na hilo huwasumbua baadhi ya watu walio wengi. 7, wanachoka kujieleza kila wakati. Kuna kipindi mtu anahukumiwa vibaya, mara nyingi anachoka kujitetea. Mwanzoni anaweza kujaribu kuelezea tabia yake, lakini kadri muda unavyoenda anaamua kuwa kimya. Na hapo ndipo watu wanaamini ukweli ana majivuno, lakini ukweli ni kwamba amechoka kueleweka vibaya. Fikiria mtu ambaye kila sehemu anaambiwa, mbona kimya? Mbona serious? Mbona kama hutaki watu? Badala ya muda tu kwa yeye mwenyewe bila kujali watu wanafikiria nini. Na hiyo ndiyo hatua ambayo wengi huonekana wanaringa. Namba 8, watu wenye akili ya juu mara nyingi wamepitia mambo yaliyo mengi. Kuna kitu watu hawajui. Watu wengi wenye akili kubwa wamejifunza kutokana na maumivu, usaliti, kukatishwa tamaa, kupoteza watu, kudharauliwa, kuonekana wa ajabu kabisa. Mambo haya huwafanya wawe reserved, hawafunguki kirahisi kama zamani, hawacheki na kila mtu kama zamani. Na mtu asiyejua historia yao ataona wana majivuno, kumbe ndani yao kuna cautions kubwa iliyopitiliza. Wamejifunza kuwa sio kila mtu anastahili access kwenye maisha yako. Namba 9, akili kubwa mara nyingi huleta upweke. Kadri mtu anavyokuwa tofauti kiakili, ndivyo anavyoweza kujisikia mpweke zaidi. Ni ngumu kupata watu wanaokuelewa deeply. Ni ngumu kupata mazungumzo yanayokuridhisha. Na wakati mwingine mtu mwenye akili ya juu hujifunza kuenjoy company yake mwenyewe. Tatizo ni kwamba jamii inaamini mtu anayependa kuwa peke yake ana shida ya tabia, lakini si kweli. Wakati mwingine wengine wanajitenga kwa sababu wamechoka kuigiza ili wafiti sehemu ambazo haziendani nao. Kwa hiyo next time ukiona mtu yupo kimya sana, anapenda kukaa peke yake, hachangamki wala haongei ovyo ovyo, usikimbilie kusema ana majivuno. Wakati mwingine huyo mtu anapigana na mawazo makubwa ndani yake. Wakati mwingine analinda amani yake, wakati mwingine ana akili ambayo dunia haijazoea. Na ukweli mchungu ni huo. Jamii mara nyingi huwaelewa vibaya watu ambao wako tofauti. Lakini pia ni muhimu kukumbuka kitu kimoja. Kuwa na akili kubwa sio sababu ya kuwadharau watu. Na kuwa mtulivu sio excuse ya kuwa na kiburi. Akili ya kweli huonekana kwenye namna unavyowatreat watu, sio tu namna unavyofikiri. Kwa hiyo kama wewe ni mmoja wa watu ambao mara nyingi wanaonekana wenye majivuno kwa sababu ya ukimya wao, upekee wao na namna yao ya kufikiri, usibadilike ili kupendwa na kila mtu. Lakini pia usisahau kuwa na moyo wa kibinadamu, kwa sababu mwisho wa siku sio kila anayekuelewa hata kupenda, na sio kila anayekupenda hata kuelewa.